Tunaendelea na vipindi vyetu hivi vya wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu toka hapa uwanja wa Usagara jijini Tanga. Leo nimetembelea banda la vyuo vya maendeleo ya wananchi FDC. Enzi za Nyerere, vyuo hivi vya maendeleo ya wananchi vilikuwa vina nguvu sana, yaani kwa kuwafundisha watu haswa elimu ya sayansi kimu na elimu ya kujitegemea. Kama mtakumbuka, enzi za Nyerere tulikuwa tuna siasa yetu jamaa na kujitegemea, na tulikuwa tunafundisha elimu ya kujitegemea ili mtu akimaliza kutoka chuo anakwenda kujitegemea na kujiajiri, sio elimu ya nadharia ukitoka unaenda kutafuta ajira. Mbele yangu hapa niko na mzee Magid Mjengwa, wale wazee wa FDC. Huyu mzee tumetoka naye mbali. Magid wa bandari, afu kuna wazee wa vyuo vya maendeleo ya wananchi. Yes, sasa Magid atatueleza kidogo kuhusiana na FDC, alafu atatutambulisha kwa mtu tutazungumza naye kuhusiana na ushiriki wa vyuo vya FDC kwenye maonyesho haya ya elimu, ujuzi na ubunifu. Kwanza kabisa mimi nikushukuru sana, manake Pasco Mayala umekuwa mwanafamilia. Sisi wa kizazi cha Azimio, kizazi cha Mwalimu, hiki kitu uhitaji wewe kuambiwa, unakuja mwenyewe nyumbani. Mwalimu aliona mbali sana. Mwaka 75 yeye aliangalia kile ambacho kinafanyika sasa hivi, kwa maana hii amali na uzungumzo wa ujuzi. Yeye alishaona kwamba chuo cha maendeleo ya wananchi kinakuwa na mihimili mitatu, ile triangle, kwamba unaanza yule ambaye amekatishwa masomo, anataka yuko darasa la 7, anataka kujiendeleza, anafika kwenye chuo cha maendeleo. Kwenye paa moja, cha pili vocational training, kwa maana mafunzo ya ujuzi mbalimbali unaupata, ndio amali inazungumza sasa hivi. Lakini ya tatu unazungumzia community development, maendeleo ya jamii, wananchi unawakuta pale, kwamba hayo matatu ndio yanajenga chuo cha maendeleo ya wananchi. Pasco, mimi tumeongea sana juu ya hili, lakini kwa sababu umetembelea banda hili kwa mara nyingine, tulikutana Tanga. Tunao watu ambao sasa hivi na wao sasa tunawarithisha. Kuna Devota Yohanita pia yupo hapa. Uongea na wakongwe wa habari. Pasco Mayala, karibu sana. Huyu anaitwa Yohanita Kabunga. Karibu Tanzania Organization. Tuko maonyesho ya Maksatu 2026. KTO ni Karibu Tanzania Organization. Tunashirikiana na vyuo vya maendeleo ya wananchi chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Katika maonyesho haya tumekuja na shughuli mbalimbali. Miongoni mwa vitu ambavyo tumekuja kuonesha, tuna ufundi wa aina mbalimbali. Kuna mipira kama ambavyo unaweza kuona, ni mipira ambayo tunashona wenyewe, tumeitengeneza hapa. Ni mipira imara sana, nimekuwa ni kitu pendwa sana. Katika programu ambazo tunazisimamia vyuo vya maendeleo ya wananchi ni pamoja na Mpira Fursa. Mpira Fursa ni programu ya kukuza na kuendeleza soka la wanawake. Katika kukuza soka la wanawake tulikutana na changamoto ya vifaa. Katika kuitatua changamoto ndo tunatengeneza hii mipira. Ni mipira imara sana, kwa vyuo vyote 55 wanaweza kucheza mpira bila wasiwasi wowote. Mimi kwa majina naitwa Mwalimu Sofia Mkopi, ni mkuu wa chuo cha maendeleo ya wananchi Mtaanya kilichoko Mtwara Manispaa. Sisi vyuo vya maendeleo ya wananchi Tanzania tuko 55, na katika maonesho haya tumeleta vitu mbalimbali vya kiubunifu. Kimojawapo ikiwepo hapa kama mnavyoona hapa, tuna mipira tunashona wenyewe vyuo vya maendeleo ya wananchi. Kwa sasa tunashona mipira mizuri yenye ubora, na kama mnavyoiona inatumika kwa watu wote. Hapa kuna model ya gari kama mnavyoiona, imetengenezwa na FDC. Kwa hiyo ni ubunifu ambao vyuo vya maendeleo tunafanya. Lakini pia hii hapa ni smart window. Hiki ni kioo, dirisha la kioo ambalo lenyewe linafunguka automatically. Kadri unavyoseti mwenyewe litafunguka na kujifunga. Ni swala la mtumiaji kuseti kwamba saa hizi nitalifungua, baada ya dakika 5 litajifunga. Kwa hiyo litakuwa linajifunga na kujifungua wenyewe kulingana na wewe unavyohitaji kwenye nyumba yako. Lakini pia pale nyuma tuna incubator, ile pale ni ubunifu pia kutoka FDC. Ile incubator ina uwezo wa kutotolesha mayai 120. Ni sisi watu wa FDC tumebuni pia. Hapa tuna hii engine ambayo tunaitumia badala ya kutumia petroli, tunatumia gesi. Kwa hiyo hii hapa ni kwa ajili ya umwagiliaji, tunaunganisha hapo na mtungi wa gesi, tunaendelea kutumia nishati safi kwenye engo mbalimbali. Lakini vile vile tuna engine ya gari hapa. Hii ni engine ya gari ambayo ni ubunifu kutoka FDC. Tumetengeneza hiyo engine kurahisisha watu kujifunza, ikiwemo wanachuo, kwa sababu sisi kazi yetu ni mafunzo. Kwa hiyo tunafundishia namna engine ya gari inavyofanya kazi. Pia tuna vifaa vya utalii kama mnavyoona hapa. Tulikuwa na hema tumelitengeneza, lakini kwa sababu nafasi ilikuwa ndogo na finyu, tunaona hichi kitanda ni kwa ajili ya watalii.
Tuna hizo hapo ni lunch box ambazo zimetengenezwa kwa kutumia material ambayo yanatuzunguka kwenye jamii yetu. Kwa hiyo watalii wanapenda sana vitu ambavyo ni natural na asili kutoka kwenye mazingira. Vina lock, unafungua, unaweka mahitaji yako hapa, alafu unafunga, unaendelea na safari. Lakini hapa FDC pia hatuko nyuma kwenye product. Mnaona hapa tuna kofia hizi, tuna mabegi haya yanatangaza vyuo vyetu, tuna hizi coat na zenyewe tumetengeneza, lakini pia tuna hizi chupa za maji. Kwa hiyo hivi ni baadhi tu ya vitu ambavyo tumeleta. Kama mnavyojua FDC tunafanya vitu vingi, tuna fani mbalimbali tunatoa kama vile ushonaji, umeme wa magari, umeme wa majumbani, uchomeleaji na uungaji vyuma, ufundi bomba, uwashi, useremala, tunafanya mafunzo ya kompyuta, lakini pia tumetengeneza vitu mbalimbali vinavyomwezesha mwalimu kufundisha darasa akiwa mbali. Tunasema tuna ile long distance learning. Unaweza ukatengeneza tu mada yako kwa mwalimu mmoja akiwa FDC Kasulu anaweza kufundisha FDC zote Tanzania kwa kutumia huo mfumo. Karibuni sana FDC. Basi wapenzi watazamaji, kama mlimsikia Majid Bale na mmemsikia mama, kile kilio cha Watanzania haswa vijana wanaulia kwamba hakuna ajira. Vijana wote huko vijijini wakienda kwenye vyuo vya maendeleo ya wananchi, kitu muhimu ni serikali yetu ikubali kuviwezesha hivi vyuo ili hawa wanaosoma hizi FDC ule ujuzi wanaoupata wakitoka waweze kununua vifaa kazi na kuanza kujitegemea. Wasisubiri tena kukopeshwa, wasisubiri kutafuta ajira. Na Tanzania ya Nyerere kiukweli, tungeuweka ule ujamaa wa Nyerere ulivyokuwa unatakiwa, tungekuwa tuko mbali kama China wenzetu.